Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Yeriko Nyerere, huyu ni mwanasiasa lakini pia ni mwandishi wa vitabu mbalimbali, hasa vya upande wa siasa na mambo ya kijasusi. Yeriko Nyerere kupitia mtandao wa Twitter amethibitisha rasmi kwamba ni mmoja wa watu ambao wanaunga hoja ya maridhiano. Yeriko Nyerere ametolea mfano wa mwaka 2023 ambapo Chadema ilifanya maridhiano na CCM kupitia mwenyekiti wa kipindi kile ambaye alikuwa ni Freeman Mbowe. Pasi na kupoteza muda, nataka nisome hichi ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter. Na ifahamike kwamba maridhiano yenyewe yamekuja kutokana na matukio ya siku ya uchaguzi, matukio ya tarehe 29 Oktoba ambapo uchaguzi uliweza kuandamwa na maandamano, lakini pia vifo vya watu wengi ambao vilianza tarehe 29 na hadi Novemba 3 ambapo watu wengi sana waliweza kupoteza maisha, maelfu ya watu waliweza kupoteza maisha. Lakini Yeriko Nyerere anakuwa anaunga hoja ya maridhiano ambapo kupitia makamu wa rais wa Tanzania ambaye ni Emmanuel Nchimbi alitangaza kwamba kutakuwa na maridhiano baada ya uchaguzi kupita, kutakuwa na maridhiano, na hivyo taasisi mbalimbali pamoja na taasisi za kidini na za kiraia zijiandae kwa ajili ya maridhiano. Lakini kumekuwa na ukinzani mkubwa sana kutoka vyama vya kisiasa na kutoka wanaharakati wakipinga suala la maridhiano. Wanataka kabla ya maridhiano liwepo suala la uwajibikaji kutokana na matukio ambayo yametokea tarehe 29 ikiwemo la vifo vya watu. Yeriko Nyerere ni miongoni mwa watu ambao wamechapisha kuhusu swala la maridhiano. Nukuu hichi ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter. Nukuu: TBT mwaka 2023 niliandika hivi: tusipomheshimu profesa wa siasa Mheshimiwa Freeman Mbowe katika matokeo yaliyotokea leo kwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutengua katazo haramu la mikutano ya vyama vya kisiasa, basi tutakuwa na mapungufu makubwa vichwani mwetu. Wale mliomshambulia Mheshimiwa Freeman Mbowe kwa hatua yake ya kuongoza maridhiano, tunajisikiaje? Basi tuwasamehe na tujifunze kuwa watulivu na uvumilivu katika siasa. Profesa wa siasa Mheshimiwa Mbowe anaona kesho yetu kuliko sisi tunavyofikiri. Hongera Rais Samia Suluhu kwa kutengua katazo haramu la mikutano. Wako watu ndani mwetu na nje yetu ambao walipinga hatua ya Freeman Mbowe kuongoza maridhiano. Leo wote tunafurahia matunda ya maridhiano haya, hatua ya awali kuelekea hatua kubwa ya kupata katiba mpya. Haya ni maneno ambayo ameandika Freeman Mbowe, ameandika Yeriko Nyerere, lakini amejikumbusha TBT ambayo ni 2023, waliandika mwaka 2023. Anaendelea Yeriko Nyerere kuandika not be, leo ni mwaka 2026. Mimi Yeriko Nyerere naunga mkono hatua ya rais kufungua tena milango ya maridhiano badala ya kile ya kilio chetu cha muda mrefu kuitaka serikali ifungue milango ya mazungumzo kutafuta utengamanifu wa taifa uliovurugika kwa miaka miwili iliyopita na hadi kufikia jambo la mapinduzi ya tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa alitaka aseme Oktoba 29 mwaka 2025. Naona hapa alikosea, alisema tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hilo pelekea maafa makubwa ya mauaji ya watu, ambapo hayo ni maneno ambayo ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter. Na
Pasi na kupoteza muda tusikie hichi ambacho Freeman Mbowe alizungumza mwaka 2023 baada ya kuanzishwa kwa maridhiano. Msikiliza kidogo. Tuko kwenye maridhiano sio kwa sababu ya Chadema wala sio kwa sababu ya CCM. Tuko kwenye maridhiano kwa sababu ya nchi yetu. Na maridhiano, Mbowe ambaye ni muasisi wa maridhiano nayo yapigania, sio maridhiano kwa faida yangu, ni maridhiano kwa faida ya taifa langu. Tuko kwenye maridhiano. Na hayo yalikuwa ni maneno ya Freeman Mbowe mwaka 2023 alipozungumzia masuala ya maridhiano. Pasi na kupoteza muda, naingia katika eneo la comment section kama ilivyo ada yetu kusoma maoni mawili matatu, nione watu wana maoni gani kwa hichi ambacho Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza anaitwa Hansi Machemba, anasema umekumbuka baba. Lakini Gore anasema Toto ametukana kidogo hapo, mnaleta mzaha kwenye uhaini wa Watanzania. Lakini Tindo Nyundo anasema Freeman Mbowe, nyie Chauma ndio mnahitaji hayo maridhiano ya kipuuzi, maana mnalipwa kuhadaa wananchi kuwa na maridhiano. Maridhiano ni vitendo, sio vikao vya maridhiano. Lakini Osie Tutu anasema madalali ndani ya Chadema walikimbilia Chauma yanateseka sana, yanatafuta namna ya kuwa relevant. Yani mmeendelea kuwa mmeenda kwenye uchaguzi kwa raha zenu, mmevurugwa na mmekubali sasa maridhiano na nani huku mlikubali, mmeshindwa kukihalali maridhiano kati ya Mbowe na Samia au vipi? Lakini Ngomagu anasema huyu tangu Tundu Lissu awanyang'anye tonge mdomoni, saikolojia imeharibika na hajawahi kuwa sawa. Anakaribia sana kuingia CCM, na huko ndiko akwisha kwake mpaka mizimu itakapomchukua. Lakini Real Peter anasema ametukana, siwezi kusoma komenti yake. Lakini Technology anasema ametukana naye, siwezi kusoma. Lakini Dennis Kamara anasema hayo maridhiano ni uragai mtupu. Miaka zaidi ya miwili Chadema walifanya hayo maridhiano, matokeo yake chaguzi zote mwaka 2024 na mwaka 2025 CCM imeiba bila aibu zaidi hata ya mwaka 2019 na mwaka 2020. Sasa hapo hakuna maridhiano ama maviziano. Sasa hivi kama Mtanzania tunataka uwajibikaji, asiyo janja. Lakini Geoffrey Malimi anasema Alpha na Omega jasusi, ni lini utapona na kumove on? Chauma wanahitaji kaka, nendeni mkajenge chama akiwa kikubwa hata zaidi ya Chadema, maana tangu uchaguzi wishe sijui umepotelea wapi. Lakini Innocent John anasema profesa au tapeli mwenzio wa kisiasa, sijui ilikuwaje Chadema, sura yako na matendo yako havifanani na Chadema, hata lugha yako ilipaswa Yesu asulubiwe ili tukombolewe katika dhambi, na mlisulubu ni viongozi wa dini waliojipendekeza kwenye utawala wa Roma. Lakini na Mayangu anasema huyu tapeli amechelewesha taifa sana, mlafi wa hela na madaraka, mpenda chai ya Ikulu. Lakini Free Speech anasema naona kikundi cha matapeli mmekuja kutuvuruga tena, nyie vibaraka, nyie ndiyo sababu ya kutengeneza huyu mzee chuki kwa watu. Hebu kalisheni misukule yenu kwanza. Lakini Makorokocho anasema kwani Chauma si inaendelea na mikutano ya siasa au imefungiwa? Zile ahadi za chama kikuu cha upinzani endeleeni kujenga. Sasa mbona hatuwaoni mitaani? Vyama vyote mpo bize kuangaikia Chadema, kwani mmeambiwa tatizo la nchini Chadema? Anauliza hapo Makorokocho. Lakini Angel Loken anasema hizi level za kujipendekeza ni mbaya sana. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter, ambapo anakiri wazi kwamba yupo tayari kufanya maridhiano. Wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Jina langu ni Diwa KTV, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami katika ulimwengu wa siasa, tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.